mengineyo kwa idhini ya mwenyekiti, na mwisho tutafunga kikao. Kwa jumla kikao hiki kitakuwa na ajenda 12. Mheshimiwa Mwenyekiti, nihitimishe kwa kusema tu kwamba tunakutana wakati huu ukiwa wakati wa pekee kidogo katika historia ya nchi yetu na historia ya chama. Mengi tunatafakari wakati tunatafakari ajenda zilizoko kwenye kikao hiki, lakini tunakutana chama kikiwa katikati ya vita kubwa, vita ya no reforms no election, ambayo watawala wanakwenda kinyume na matakwa ya wananchi, na watawala wakiwa katikati ya kuendesha vita ya uchaguzi mkuu wa urais wa mwaka 2025. Katikati ya vita hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, watawala wanatupiga mapigo na mapigano kadhaa dhidi ya chama. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hatua hii kwa undani na mengi tutafakari wakati wa kikao, lakini watawala wanaipiga vita Chadema na kupinga maamuzi halali ya Baraza Kuu la chama la tarehe 22 mwezi Januari dhidi ya uteuzi wa katibu mkuu, manaibu wake, wajumbe wa kamati kuu, wakiwa na dhamira ovu ya kubatilisha maamuzi yote ya kamati kuu yaliyofanyika mara baada ya uongozi mpya kuingia madarakani. Hili ni pigano la kwanza ambalo bebeto ambayo watawala wanaipiga. Watawala kwa kutumia mifumo yao wamemtumia aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama Zanzibar Said Isa Mohamed na wenzake kufungua kesi ya kutaka kudhuiwa kwa shughuli za chama nchi nzima. Watawala vile vile, hilo ni pigo au pigano la pili. Watawala vile vile wamejaribu pigo au pigano la tatu na kumkamata mwenyekiti wa chama na kumbambikizia kesi ya uhaini ili wamweke ndani ili kusikwamisha mapambano ya no reform no election. Na watawala vile vile kama pigano la 4 wanajaribu kutengeneza dhana potofu kwamba kuna mpasuko ndani ya chama mkubwa sana, kuna usaliti, mgogoro, hujuma, uasi na mambo kama hayo, ikiwa ni mbinu ya kujaribu kuendesha mapambano yao ndani ya chama vile vile kwa lengo la kuhujumu mikakati ya no reform no election. Watawala vile vile wanaendesha dhana ambayo iko kinyume cha katiba kama sehemu ya pigano kwamba Chadema haiwezi kushiriki chaguzi zozote hata kama reform zikipatikana mpaka mwaka 2030 kwa kile kinachoitwa katibu mkuu wa chama kutokusaini maadili ya uchaguzi. Watawala vile vile wanajaribu kuhujumu mikakati ya chama na mifumo ya chama ya kukusanya rasilimali za chama. Na nitumie fursa hii Mheshimiwa Mwenyekiti kuendelea kutuma ujumbe kwa Tanzania, bila kujali hujuma za mifumo yetu, waendelee kukichangia chama